Naweza kushuhudia mchakato mzima katika taasisi hiyo anuai ya College of Insurance pale South Sea. Najua mengi yamefanyika, tutarajie kipi muda unavyozidi kusonga Mike? Hivi sasa najua unafuatilia mchakato mzima kuhusiana na usaili wa mwenyekiti mteule wa IEBC, shughuli ambayo imeanza mwendo wa saa 2 asubuhi. Hivi sasa najua wako kwenye mapumziko. Kuko vipi? Hali ya anga iko vipi eneo hilo, na tutarajie kipi kuhusiana na usaili huu ambao utaendelea kwa siku 3 haswa katika kumtafuta mwenyekiti wa IEBC? Mike? Toheb kabisa na swadakta zaidi Joasha Onsare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hili eneo la South Sea, na ambako usaili huu wa makamishna ama wenyekiti wa tume ya IEBC wanapigwa msasa kwa jumla ya siku 3 kuanzia hii leo hadi siku ya Jumatano. Jumla ya makamishna 4 kila siku, hii leo 4, kesho 4, na vile vile siku ya Jumatano watakuwa wanafanywa kupigwa msasa wawaniaji watatu wa wenyekiti wa tume hii ya IEBC. Mapema hii leo amepigwa msasa huyu ambaye ni Ramadan Abdi Kadir Larot, ambaye bila shaka amekuwa wa kwanza kabisa asubuhi ya mapema kuweza kupigwa msasa, na baadhi ya wale ambao washapigwa msasa vile vile ni aliyekuwa msajili mkuu wa mahakama humu nchini. Nazungumzia Atieno Amadi ambaye ameondoka muda mrefu ama muda mfupi uliopita. Jioni hii ya leo tunatazamia kwamba Edward Katama Ngeiwa vile vile atakuwa anafanya kupigwa msasa kwake katika harakati za kusaka kuona ni vipi ambavyo huenda labda ni yupi ambaye huenda akasailiwa ama akawa mwenyekiti wa tume hii ya IEBC. Wapo baadhi ya wengine ambao vile vile watakuwa wanafanya kupigwa msasa leo hii, akiwemo Jacob Ngwele Muvengei ambaye anatoka eneo la Kitui, na vile vile Joy Brenda Masinde Ndivo atakuwa anapigwa msasa hapo kesho. Lilian Wanjiku Menengene vile vile atakuwa anafanya kupigwa msasa. Robert Akumu Sembo na Saul Simiu Wasilu. Kumbuka jumla ya wawaniaji wenyekiti 11 watakuwa wanafanya kupigwa msasa huu kuweza kubaini ni nani atakuwa naibuka mwenyekiti wa tume ya IEBC. Walikuwa 37 walikuwa wameteuliwa jumla ya wawaniaji 37 kabla ya tume hii ama paneli hii ya kusaka mwenyekiti kuweza kupunguza idadi hiyo hadi 11 juma lililopita. Wapo sasa hawa 11, mmoja ama wawili watafanya kuteuliwa, ambao majina mawili yatapelekwa kwa Rais William Ruto, ambaye bila shaka atafanya kuchagua mwenyekiti ama jina moja ambaye atafanya kuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC. Jumla ya makamishna 105 walikuwa majina ya 105 walikuwa yashapeanwa. Kwa hiyo wataanza kupigwa msasa kuanzia siku ya Alhamis, ambao vile vile wamekadiriwa kufanyiwa shughuli hii. Kumbuka ya kwamba kati ya hao 110 na ama 105, 32 ni wanawake. Kwa hawa ambao watakuwa wanapigwa msasa kubaini ni kina nani wataibuka kati ya makamishna 6 kufanya wote kuwa makamishna 7 wa tume ya IEBC. Kwa hiyo tunafuatilia moja kwa moja ambao watakuwa wanafanya kupigwa msasa leo hii, jioni hii, na vile vile kesho na siku ya Jumatano, tuweze kufuatilia tuone shughuli hino nzima itakuwa inakamilika jinsi gani. Kwa hiyo la ziada halipo kwa sasa. Tutafanya kuzama, tutakapoibuka baadaye Joasha Onsare tutafanya kukufahamisha wewe na mtazamaji wetu mengi zaidi. Kwako studio, mimi ni Mike Kagwongo. Na safi sana Mike Kagwongo, ukitujia mubashara kutoka eneo la South Sea hapa jijini Nairobi, ukifuatilia usaili wa mwenyekiti mteule wa IEBC. Ulivyosema ni shughuli ambayo inaenda kwa siku 3, leo, kesho na kesho kutwa, ili kuweza kumtafuta mwenyekiti ambaye ataongoza tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC. Mtazamaji, ndio swala nzima ambalo tutakuwa tunalizamia, na ikitimu mwendo wa saa 8 kulingana na ratiba ambayo imetolewa na jopo la uteuzi, basi tutakuwa tunaendelea kufuatilia matukio hayo kuhusiana na usaili wa mwenyekiti mteule wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC. Tuzidi kukutaarifu na kwamba ujenzi wa barabara